Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Karibu kwa idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Tunaanza wiki ya 3 Disemba tarehe 15 kwa kuangazia mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utawala wa Kinshasa umeomba Rwanda kuwekewa vikwazo kwa kuchochea maasi ya kikundi cha M23. Tutakuwa viwanjani kufahamu matayarisho ya dimba ya mataifa bingwa AFCON Afrika huko Morocco. Msikilizaji, kaa nasi. Kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani, naye mwenzangu Angela Ngendo. Nchi ya Eritrea imejiondoa kutoka muungano wa mataifa upembe mwa Afrika IGAD. Eritrea inasema hatua ya kuondoka ni kwa sababu IGAD imekuwa ikilenga na kuegemea upande moja. Aidha, imelalamikia muungano huo kwa kushindwa kuimarisha amani na uthabiti miongoni mwa nchi wanachama. Matukio ya sasa yanajiri wakati Eritrea imekuwa na majibizano makali na hasimu wake wa jadi Ethiopia, hali inayozua wasiwasi wa kuzuka vurugu kati ya pande mbili. Muungano wa IGAD ulibuniwa kuangazia amani na uthabiti kati ya nchi wanachama pamoja na kuangazia tatizo la ukame na uhaba wa chakula katika Afrika Mashariki na upembe mwa Afrika. Eritrea imelalamikia IGAD kwa kuegemea upande wa Ethiopia na mara ya kwanza ilijiondoa mwaka 2007 kufuatia mzozo wa mipaka na Addis Ababa. Baadaye ilijiunga tena na IGAD na kwa sasa imeamua kuaga muungano huo kabla ya kufunga mwaka 2025. Wakati huo huo, Marekani imefuta hifadhi ya maelfu ya raia wa Ethiopia ambao walipata vibali kufuatia usalama mbaya nyumbani. Waziri wa mambo ya ndani wa Marekani Kristi Noem amewataka raia wa Ethiopia walioko Marekani chini ya hifadhi ya usalama waondoke kwa hiari au wataondolewa kwa nguvu kuanzia Februari mwakani 2026. Utawala wa Marekani umefuta vibali kwa raia milioni 1 wa kigeni waliokimbia vita nchini mwao kwa vizingizio usalama umekuwa shwari. Hatua ya Bi Noem inajiri wakati wizara yake imetoa ilani kwa raia wa Marekani dhidi ya kuzuru Ethiopia kwa hofu ya vurugu, ugaidi na kutekwa nyara. Wadadisi wa kisiasa wamepinga hatua hiyo na kusema kungali na wasiwasi wa kuzuka upya vita kati ya Ethiopia na Eritrea kutokana na mzozo wa sasa. Watu kadhaa wanaoaminika kuwa wahamiaji wa Kiafrika wamepoteza maisha yao baada ya kuzidiwa na baridi kali katika mpaka wa Algeria na Morocco. Marehemu wengi wanadaiwa kuwa wahamiaji kutoka Guinea na mataifa ya karibu kusini mwa jangwa la Sahara. Makundi ya kibinadamu yamelalamikia Morocco na Algeria kwa kuwazuia wahamiaji hao kutafuta eneo salama, ambapo walilazimika kuzidiwa na baridi katika milima ya Ras Asfur ndani ya Morocco. Kila mwaka maelfu ya wahamiaji wa Kiafrika hufanya safari hatari kaskazini mwa Afrika wakijaribu kuingia bara Ulaya. Visiwa vya Hispania vya Ceuta na Melilla vimetumika na wahamiaji wa Kiafrika kuingia Ulaya. Umoja wa Mataifa na maafisa wa makundi ya kutoa misaada ya kibinadamu nchini Mali umelalamikia wapiganaji kutoka Urusi nchini humo kwa kutekeleza ubakaji na dhulma za kibinadamu dhidi ya raia asilia. Makundi ya kibinadamu yanasema wanawake, wanaume na watoto wamedhalilishwa kingono na wapiganaji hao wa Urusi waliochukua nafasi ya mamluki wa kundi la Wagner. Wengi wa wasichana na wanawake waliobakwa wanasema walidhulumiwa wakati wakiwa kwenye kambi za wakimbizi baada ya kukimbia makundi ya wapiganaji wa Kiislamu. Wanaume aidha wamedai wenzao walipigwa risasi na wengine kukatwa vichwa, wengine wakatekwa nyara na kudaiwa vikombozi. Mmoja wa waathiriwa ubakaji ni msichana miaka 14 aliyekamatwa akiwa ndani ya kambi na kubakwa na kundi la wanaume 3 wa Kirusi. Mali iliomba msaada wa Urusi kukabiliana na makundi ya kigaidi ambayo yanathibiti kaskazini mwa nchi. Muungano wa nchi wanachama Afrika ya Magharibi ECOWAS umesema hautatambua utawala mpito wa kijeshi katika nchi ya Guinea-Bissau. ECOWAS imetaka wanajeshi hao warejeshe utawala wa kikatiba
na kuonya watawekewa vikwazo na hasa viongozi wa mapinduzi kutokana na kuondoa utawala wa kiraia. Wanajeshi waliodai kutoka ngazi ya juu jeshini walimuondoa madarakani Rais Umaru Sissoco Embalo mkesha matangazo ya kura urais. Meja Jenerali Orta Inta ametangazwa rais wa mpito. Misururu ya mapinduzi imezua wasiwasi katika kanda hiyo inakabiliwa na changamoto za kisiasa na kiusalama. Viongozi wa ECOWAS aidha wamewataka wafuasi wote wa kisiasa wachiwe huru pamoja na viongozi wa upinzani na wafuasi wao walioko kizuizini. Wameomba EU na jamii ya kimataifa ingilie kati na kutatua mzozo wa kisiasa wa Guinea Bissau. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani shambulio la ndege isiyo na rubani iliyolenga kambi ya walinda amani na kuwaua wanajeshi 6 katika mji wa Kadugli, jimbo la Kordofan ya kati nchini Sudan. Guterres amesema wanajeshi wengine 8 wamejeruhiwa vibaya. Wanajeshi hao ni kutoka nchi ya Bangladesh ambao walikuwa kishika doria katika eneo la Abyei chini ya kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Sudan maarufu kama UNISFA. Jeshi la Sudan limelaumu mahasimu wao kutoka kundi la RSF kwa kutekeleza mauaji hayo. Wanamgambo wa RSF wamekuwa wakishambulia majimbo ya Kordofan baada ya kutoa jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan. Shukran sana Angela Ngendo, na moja kwa moja tunaanza na mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema vitendo vya Rwanda nchini DRC vimekiuka mwafaka wa amani ulioafikiwa mjini Washington wiki jana na kufadhiliwa na Rais Donald Trump. Rubio amesema hatua kali zitachukuliwa kuhakikisha mwafaka huo unatekelezwa na pande zote. Licha ya mwafaka huo wa Washington, waasi wa M23 wameuteka mji wa Uvira ambao ni makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini. Rwanda imelaumiwa kufadhili na kuunga mkono waasi wa M23. Hata hivyo, Kigali imekanusha madai hayo. Rais wa DRC Felix Tshisekedi ameomba jamii ya kimataifa kuweka vikwazo kwa Rwanda, akiwemo kiongozi wake Paul Kagame. Kutoka Kinshasa, Mbeleshi Msoshi anaarifu zaidi. La personne adéquate qui m'aidera à me rapprocher davantage de la jeunesse congolaise et ni vijana takriban 3,000 ambao wamekusanyika katika ukumbi wa mazoezi wa uwanja wa Tata Rafael hapa Kinshasa kuzungumza moja kwa moja na Rais Tshisekedi na kumuuliza kuhusu nafasi na jukumu la vijana katika mustakabali wa nchi. Muda huu wa kipekee uliwapa fursa vijana kutoa maoni yao kuhusu mada mbalimbali pamoja na ajira kwa vijana, ufadhili wa miradi na hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Rais Tshisekedi alilahani vikali ufisadi na ukosefu wa uzalendo nchini DRC, akidai kwamba wakongomani wenyewe ndio wa kwanza kuharibu nchi yao. Alisitisha rais wakati wa mkutano huu na vijana hapa mjini Kinshasa. Tshisekedi alitoa mfano wa kuona taka na maji chafu iliyojaa mjini Kinshasa. Ligusia pia ufisadi ambao ameuchukulia kama saratani iliyozuia maendeleo ya nchi. C'est à cause des erreurs politiques successives qui ont été commises dans ce pays que notre pays a perdu une partie de son patriotisme. Ni kwa sababu ya siasa mbaya yanaendelea kufanya ndio taifa letu limepoteza uzalendo wake. Ni wakongomani wenyewe ndio wanaharibu juhudi zinazofanywa za kukusanya rasilimali fedha zaidi ili kujenga nchi hii. Utakuta ufisadi katika kila sekta ya maisha ya kitaifa, na ufisadi ni saratani. Utaona hata pesa ambazo zimetengwa kwa ajili ya elimu ya watoto zimeibwa. Par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Akimuza swala usalama, Tshisekedi alitoa tathmini kali ya hali ya kijeshi alipochukua madaraka. Wakati nilipofika madarakani, munisamee niwaambie kweli, wanajeshi wetu walikuwa kama maibobo wenye kuishi vibaya. Nilikuwa nikifurahia zaidi wanajeshi wetu bila shaka, lakini askari wa ngazi za chini, kwa sababu walikuwa wametumwa vitani bila mshahara, bila risasi, bila vifaa vya kivita, na walitarajiwa kufanya miujiza, na wakati mwingine walikuwa wamefaulu.
et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Tamko ambao raia wengi waliachukulia vibaya katika mitandao ya kijamii, wengi wakihisi huwa kukua muda wa kufanya matamshi kama haya wakati wanajeshi wako katika uwanja wa mapambano. Lakini rais alithibitisha kufanya uboreshaji wa maisha ya wanajeshi na familia zao kuwa kipaumbele sasa tangu awe madarakani. Voilà pourquoi ndio maana nilipofika nilishughulikia kwanza ustawi wao wa kijamii, wa kulinda watoto wao na wake zao, kwa kifupi wategemezi wao, kadri niwezavyo, ili waweze kuzingatia tu wajibu wao ambao ni ulinzi wa taifa. Katika uwanja wa mapambano, baadhi ya wanajeshi wameendelea kudai ya kwamba wamepewa mshahara duni na vyakula ambavyo hawastahili, havitoshi. Mbelechi Msoshi, Kinshasa, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika. Naam, shukran sana Mbelechi Msochi ukiwa pale Kinshasa. Wakati huo mapigano makali yangali yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya wapiganaji wa M23 kutoa mji wa tatu na muhimu wa Uvira. Mamlaka za DRC zinasema mapigano mashariki mwa nchi yamesababisha vifo vya raia 400. Makundi ya kibinadamu yamesema makubaliano hayo ya M23 yamepeleka watu 200,000 kukimbia makwao. Uvira ni makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini. Tayari kikundi cha M23 kimedhibiti mkoa wa Kivu Kaskazini, ukiwemo mji wa Goma na mji wenye madini wa Bukavu. Didesi Kabwe ni mwandishi huru aliye mashariki mwa DRC. Mapambano hayo yanaendelea baada ya kutekwa kwa jiji la Uvira mapema wiki iliyopita, hiyo ikiwa ni licha ya juhudi zinazoendeshwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa kwa njia ya kidiplomasia, kwa ajili ya kukomesha machafuko yanayoendelea kwa muda mrefu mashariki mwa nchi. Pamoja na hayo, ijapo tangazo la serikali ya Marekani linayoshota kidole cha moja kwa moja kulaumu Rwanda kwa kukiuka mkataba wa amani uliosainiwa tarehe Disemba 4 huko Washington DC kati ya Rais Felix Tshisekedi wa Kongo na mwenzake Paul Kagame wa Rwanda, kundi la M23 na washirika wao wanaoungwa mkono na Rwanda waendelea kusonga mbele hata wakakiteka kijiji muhimu cha Makobola tarafani Fizi Jumapili iliyopita, mahali ambako wangali bado wamekwama leo. Nayo Rwanda yaendelea kukanusha tuhuma zote zinazotolewa dhidi yao. Hali hiyo imeleta wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia wa kawaida wa maeneo ya tarafa la Fizi, haswa kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika. Picha tunaona kama vile serikali basi imetutoa matumaini ya kutosha. Watu wanazunguka, ni hatari, manake ukiangalia kwenye barabara watu ni misururu, alafu wote wanarundikana kwenye mabahari kwa kutafuta njia ya kuvuka eti Tanzania na ni Burundi, lakini kule watu hawapokelewi. Watu wanakuwa makini kizungumkuti, watu wanakuwa safi kama vichaa kama nini, hatuelewi kwa kweli. Hatujui kama tunaweza tegemea serikali itatusaidia nini kwa sasa hivi, haki matumaini yote imekatika. Hata hivyo, kiongozi wa tarafa hilo Bwana Sami Badibanga Kalonji ametuliza wananchi, akiamini kuwa rais wa nchi anafanya kile awezalo kwa njia zozote zile, hata kupitia jeshi la taifa kama vile wazalendo wanaojipanga vilivyo kuhakikisha kwamba adui amedhibitiwa. Naye kasema, unasema kwa wakaaji wote wa Fizi na kando ya kwamba tubaki kimya. Nawaza oka iko mingi mu watu kwa kuona wa rebel wa M23 wakonosokea ndani ya tarafani Fizi. Tunaomba raia wetu wabaki kimya, wache kufatafata habari ya biua. Tuna matumaini ya kwamba government yetu ya Kongo, rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anajitahidi na jeshi letu na wazalendo wetu kwa kuangalia namna gani ya kufanya vita na kurekupere maeneo zote zenye ziko mikono ya wasi. Tunaomba wazalendo wetu wakuwe imara na watulize
wamojawapo wenyewe wanapenda kupiga masasi na kuleta kaoka ndani ya raia ya tarafani Fizi. Kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Dide Sikabwe. Naam, shukran sana Dide Sikabwe, na tutaendelea kufuatilia matukio huko kupitia wewe, na kwa hivyo kaa nasi msikilizaji. Bila shaka ikiwa unaungana nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge au usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Naona wengi mnajiunga na idhaa hii ya Kiswahili ya Afrika. Asante kwa kuendelea kusikiliza sauti ya Mwafrika. Hapa namuona Odis Odhiambo akiwa pale Kisumu. Anasema kwamba anafuatilia kwa karibu matangazo haya ya leo, hususan kuhusiana na matukio mashariki mwa nchi ya DRC. Vile hapa ninamuona Kizito, na jina lake la pili silioni vizuri, lakini anasema anatusikiliza kutoka mashariki mwa Kongo, na anasema amani, amani, amani ni jambo la busara. Kumbuka kwamba unaweza kutuma maoni yako papa hapa katika idhaa ya Kiswahili sauti ya Mwafrika, na tutayasoma tu wakati tukiendelea na matangazo yetu. Tukisonga mbele ni kwamba kauli ya Rais William Ruto kwamba Kenya inaweza kuwa kama chumi za Asia, Singapore na Korea Kusini imewasisimua wengi na kuacha wengi wakitafakari kwa kina. Ni kauli tamu kama wimbo wa matumaini, lakini pia nzito kama mzigo wa uhalisia, kwa sababu kabla hatujaota kufika Singapore, lazima tujiulize tumesimama wapi leo. Shisia Wasilwa analizamia swala hilo kwenye tahariri ifuatayo. Miaka ya 70 Kenya, Singapore na Korea Kusini zilikuwa karibu kiuchumi. Leo pengo ni kama anga na ardhi. Wao walichagua nidhamu, sisi tumekuwa tukiahirisha maamuzi magumu. Wao walijenga juu ya tabaka la kati lenye nguvu, sisi tunaliona tabaka hilo likififia polepole. Mfumuko wa bei umepanda juu, uwezo wa kununua umeyeyuka, kodi zimekuwa mzigo mzito na ufisadi umeota mizizi hadi kuonekana kama sehemu ya mfumo. Singapore haikujengwa kwa kutoza kodi kupita kiasi wala kwa kubana biashara. Ilijengwa kwa kuwezesha wafanyikazi na wafanyabiashara kwa vivutio vya kodi, udhibiti wa bei muhimu na serikali iliyolinda biashara kama injini ya ajira na ustawi. Huko ufisadi haukupewa nafasi ya kipaumbele. Hapa bado tunaujadili kana kwamba ni dhambi ndogo. Ahadi ya kunyanyua walalahoi, maasla, ndio iliyobeba serikali hii madarakani. Lakini leo walalahoi hao wanakabiliana na gharama ya juu ya maisha, mishahara isiyoongezeka na kodi zinazomeza pumzi ya mwisho. Biashara ndogo ndogo, uti wa mgongo uchumi, zinalalamika, zingine zikifunga milango kimya kimya. Serikali inayodai kuinua uchumi haiwezi kuwa biashara alafu itarajia ajira zikue. Ndoto ya kuwa ulimwengu wa kwanza haiwezi kujengwa juu uchumi unaokandabiza tabaka la kati, unaochochea ufisadi, unaopandikiza ukabila na unaobana biashara. Inahitaji uzalendo kindakindaki, ule unaosema Kenya kwanza, sheria kwanza, haki kwanza. Inahitaji uongozi unaojua kwamba maendeleo si hotuba bali ni maamuzi magumu na ya haki. Mwisho, Kenya inaweza kuwa Singapore au Korea Kusini, ndiyo inawezekana, lakini si kwa maneno pekee, si kwa kuwa uti wa mgongo uchumi, si kwa kugeuza maendeleo kuwa adhabu ya kisiasa. Ndoto itabaki ndoto hadi pale tutakapokubali ukweli mchungu. Hatuhitaji kauli tamu zaidi, tunahitaji uadilifu, uwezeshaji na dira ya kitaifa inayowaona Wakenya wote kuwa sawa. Hapo ndipo safari ya kweli ya kutoka dunia ya tatu hadi ya kwanza itaanza na kutimilika. Ni tahariri naye mwanahabari Shisia Wasilwa. Na sasa nampisha Ramadhan Kibuga moja kwa moja tupeleke uwanjani akiwa pale Bujumbura, Burundi. Kwako Ramadhan.
Tuanze na maandalizi ya kombe la mataifa ya soka barani Afrika. Mashindano hayo yanaanza Jumapili ijayo nchini Morocco. Mataifa 24 ndio watashiriki michezo hiyo ambayo itadumu takriban mwezi mmoja, na kujua ni nani atanyakua ubingwa unaoshikiliwa na nchi ya Cote d'Ivoire. Kwa mengi zaidi na mpisha hapa mwenzangu Veronica Natalis. Timu mbalimbali zimeanza kuwasili Morocco tayari kwa makala haya ya 35 ya kombe la mataifa ya Afrika. Viwanja 6 ndio vitatumika kupokea mechi hizo kuanzia tarehe 18 mwezi huu hadi tarehe 21 Januari. Ni pamoja na viwanja vya Rabat, Casablanca, Fes, Marrakech, Agadir pamoja na Tanga. Mechi ya ufunguzi ni kati ya wenyeji Morocco na visiwa vya Komoro. Morocco, simba wa milima ya Atlas, wakishangiliwa na maelfu ya mashabiki wake, wanapewa nafasi kubwa ya kushinda taji hilo kwa mara ya pili katika historia yao. Lakini taifa hilo linafuatilia kwa karibu na umakini mkubwa utimamu wa mwili wa nyota wake Achraf Hakimi, mchezaji bora wa Afrika msimu huu kutoka klabu ya PSG ya Ufaransa, ambaye anaendelea kuuguza jeraha licha kuitwa kwenye kikosi cha kocha Walid Regragui. Licha ya kupewa bahati nyingi za kunyakua kombe, hata hivyo wenyeji Morocco watakabiliwa na upinzani mkubwa kwenye shindano hilo, kwanza kutoka kwa tembo wa Ivory Coast. Hawa ni mabingwa watetezi wa msimu uliomalizika, wanakuja Morocco na shauku kubwa ya kutetea ubingwa wao. Lakini pia kwenye ushindani ni pamoja na Feniki wa Algeria, ambao uhusiano wa kisiasa sio mzuri na jirani zake Morocco, na Algeria wamepania kwenye mashindano hayo wakiongozwa na nyota wake Riyad Mahrez, ambaye inaweza kuwa shindano lake la mwisho la AFCON. Misri ya Mohamed Salah pamoja na Nigeria ya Victoria Osimhen zinapigiwa upatu mkubwa wa kufanya vizuri na kuweza kunyakua kombe hilo la mataifa barani Afrika. Salah mwenye umri wa miaka 32 hajashinda kombe la Afrika na Misri, hivyo ni fursa pengine kwake ya mwisho kuonesha uwezo wake barani Afrika baada ya kutamba na Liverpool pale Uingereza kwa miaka mingi, na hasa kuonesha sura mpya baada ya sakata na kocha wake wa Liverpool Arne Slot mnamo siku za nyuma. Afrika Mashariki na Kati nayo itakuwa pia na wawakilishi wake, ikiwa ni pamoja na Taifa Stars ya Tanzania, Cranes ya Uganda, Nile Crocodiles ya Sudan pamoja na Leopards ya DRC. Lakini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio imepewa bahati zaidi ya kufanya vizuri kwenye shindano hilo, wakiwa pia kwenye hatua ya mwisho ya kufuzu kwa kombe la dunia hapo mwakani. Watatumia mashindano hayo kujiandaa kutafuta tiketi ya kombe la dunia. Lakini pia DRC wanatarajia kuwapa afueni na matumaini raia wake, hasa mashariki mwa nchi hiyo, kutokana na machafuko yanayoendelea nchini humo. Upande wa maandalizi, Morocco inasema kila kitu kimekaa sawa na wako tayari kuonesha ulimwengu mashindano yenye kiwango cha juu na hadhi kubwa ya kimaandalizi, ikiwa pia ni sehemu ya majaribio kwa ajili ya kombe la dunia la soka la mwaka 2030 ambapo Morocco itakuwa ni moja ya wenyeji wa kombe hilo. Tuende sasa nchini Kenya. Ligi kuu ya soka imeendelea kutimua vumbi nchini humo na kushuhudia mwishoni mwa juma mchezo kabambe kati ya bingwa mtetezi Polisi dhidi ya Leopard. Taarifa kamili na mwanamichezo wetu kutoka Nairobi, Felix Gatumo. Mashindano ya ligi kuu ya KPL yaliendelea wikendi hii kwa michezo iliyoshuhudia ushindani mkali, mbinu za hali ya juu na matokeo ya kuvutia katika viwanja mbalimbali humo nchini. Jumamosi tarehe 13, macho yote yalikuwa katika uwanja wa Kasarani ambako Kenya Police na AFC Leopards zilichuana kwa dakika 90 bila mshindi, mechi hiyo ikimalizika kwa sare tasa, na timu zote zilionyesha nidhamu ya kiulinzi lakini zilikosa makali katika eneo la hatari. Katika uwanja wa Awendo Green Stadium, mvua kubwa haikuzuia Mara Sugar kuonyesha ubabe wao baada ya kuichapa Kariobangi Sharks kwa mabao 2-0. Jim Owidi alifungulia Mara Sugar ukurasa wa mabao kabla ya Dennis Cheriot kudhibitisha ushindi kwa penati iliyopigwa kwa umakini mkubwa. Tarehe 14, uwanja wa Kasarani Annex ulikuwa mwenyeji wa pambano kati ya Sofapaka na Tusker FC, ambapo Tusker waliondoka kifua mbele kwa ushindi wa mabao 2-0. Mabao yote yalifungwa na winga Ian Simiyu katika dakika za 70 na 78. Simiyu sasa ana mabao 3 na amesema analenga kufikisha mabao 10 kabla ya msimu kukamilika. Kinachonipa motisha ni namna tunavyocheza kama timu. Tunacheza mchezo wa kuvutia na tunamshukuru Mungu kwa kuwa tunaendelea kuimarika katika kila mechi. Ratiba ya ligi inaendelea kwa kasi wiki hii, ambapo kesho kuanzia saa 7 mchana Tusker FC watavaana na Nairobi United. Saa 8 Posta Rangers watawakaribisha Bandari FC, huku saa 10 KCB FC
watakabiliana na APS Bomet. Jumatano mashabiki watashuhudia mechi tatu nzito: Shabana dhidi ya Mara Sugar, Mathare United dhidi ya Sofapaka na mchuano mkubwa kati ya Gor Mahia na Kakamega Homeboys. Alhamisi ratiba inaendelea kwa michezo mingine mikali: Kariobangi Sharks dhidi ya Bidco United, Murang'a Seal dhidi ya Kenya Police na AFC Leopards dhidi ya Ulinzi Stars. Siku ya Ijumaa Sofapaka watachuana na Kariobangi Sharks na ligi hii itaendelea tena wikendi kwa michezo zaidi ya kusisimua. Felix Gatumo, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Nairobi. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jamii ya wanasoka nchini humo wanaomboleza kifo cha mshambuliaji Chiko Ushindi wa Kubanza aliyefariki Jumamosi baada ya maradhi ya muda mfupi. Ushindi Chiko alikuwa mchezaji wa GS Group na aliwahi kuichezea Yanga ya Tanzania. Mbele Chimsochi anatupasha zaidi kutoka mjini Kinshasa. Wakati michuano ya kitaifa ikiendelea, TP Mazembe ilimpoteza mchezaji wake wa zamani Chiko Ushindi baada ya yeye kuugua muda mfupi. Amefariki akiwa na miaka 29. Mchezaji huyu ambaye alijiunga na TP Mazembe akiwa na umri wa miaka 21 na mwaka 2017 aliwahi kucheza katika klabu mbalimbali za Kongo kama vile Vita Club, Don Bosco na FC Bazana. Alicheza pia katika klabu ya Tanzania Young Africa. Tukizungumzia ligi la taifa, Les Aigles du Congo imetawala kundi B ikiwa na point 23 baada ya mechi yake ya jana katika uwanja wa Tata Rafael baada ya kuichapa goli 1-0 New Jack. Vita Club ambayo ni miongoni mwa matimu kubwa zaidi Kinshasa imechukua nafasi ya pili katika kundi hilo. AC Malelo nafasi ya 3, Saint-Eloi Lupopo imechukua nafasi ya 4. Katika kundi A, TP Mazembe inatawala ikiwa na point 25 ikifuatwa na Simba ambayo pia ina alama 25. Timu mbili za mwisho ya kundi A zitaingia uwanjani jioni hii leo. Na ligi kuu ya England, Arsenal bado iko kifua mbele baada ya kuishinda kwa tabu sana Wolves kwa mabao 2-1. Arsenal bado wana tofauti ya alama 2 na timu ya City. Na Jumatatu hii Manchester United inaikaribisha Bournemouth. Na hiyo ndio michezo kwa sasa. Kwako tena Ann. Kwenye neno la siku tunaangalia neno gangari. Ni neno la Kiswahili ambalo hutumika kuelezea sifa au hali ya kitu au mtu. Neno gangari lina maana zifuatazo kulingana na muktadha: imara, thabiti, japo thabiti. Hii inamaanisha kitu ambacho kimeshikamana vizuri, kigumu au kinachoweza kustahimili hali ngumu, mwenye nguvu, shupavu, hodari, jasiri kwa kuelezea. Inamaanisha kuwa na uwezo, nguvu, ujasiri au kutokuwa muoga, kinachostahiki kuogopwa, kikuu au kilicho na heshima kubwa, kuonyesha ukuu au umuhimu wa jambo au mtu. Hebu sasa tuangalie matumizi katika sentensi na kupatia mifano ya jinsi neno gangari linavyoweza kutumika katika sentensi mbalimbali. Maana na matumizi ya neno gangari: uimara au ugumu. Nyumba ile imejengwa kwa msingi gangari sana. Katika muktadha wa nguvu au uwezo, mwanariadha huyo ana misuli gangari, hawezi kushindwa kirahisi. Katika muktadha wa ujasiri au ushupavu, alisimama gangari mbele ya changamoto zote. Ukuu au heshima, anasimama kama kiongozi gangari katika jamii. Kwa ufupi, gangari inarejelea ubora, nguvu au imara katika hali nyingi. Hilo ndilo neno la siku. Asanteni sana wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Ann Ngugi. Kwa heri na jioni njema.